Siku ya kuzaliwa ya msichana, mjomba wake alimpa kabati maalum lisilopenyeza risasi na kumwonya kwamba akiona hatari yoyote ajifiche humo mara moja. Msichana aliona zawadi hiyo ni ya ajabu, kwani yeye ni mwanafunzi wa kawaida wa shule ya sekondari na hana adui hata mmoja. Lakini siku iliyofuata, mjomba wake alifariki kwa mazingira ya kutatanisha. Kilichomshangaza zaidi, kabla ya kufa, alimwachia urithi mkubwa wa dola bilioni 12.2. Msichana alichanganyikiwa kabisa, kwa sababu mjomba wake alijulikana kuwa anauza mabomba tu. Hakuweza kuelewa ni vipi alipata utajiri mkubwa kiasi hicho. Akamwendea rafiki yake wa karibu kumwomba msaada. Waliingia kwenye tovuti ya biashara ya mabomba ya mjomba wake ili kujua ni mabomba gani yanaweza kuwa na thamani kubwa hivyo. Lakini kwa mshangao wao, hawakukuta mabomba yoyote. Badala yake, tovuti ilikuwa imejaa silaha za aina mbalimbali. Kabla hawajaelewa wanachoona, ujumbe ukaingia kutoka kwa mtu aliyedai anakuja kuchukua oda yake. Msichana alijibu haraka kuwa tovuti imefungwa, lakini yule mtu akajibu kwa ukali, kwa kuwa amekufa, basi na wewe lazima ufe. Ghafla nyumba nzima ikaanza kutikisika kwa nguvu. Walikimbia nje kuangalia na kugundua ukuta wa nje umebomolewa. Wakiwa bado wameshtuka, drone yenye bunduki nzito ikaonekana mbele yao. Bahati nzuri, mjomba wake tayari alikuwa ameweka madirisha yasiyopenyeza risasi. Walikimbia haraka kuelekea mlango wa nyuma, lakini walipofungua tu, drone ilikuwa tayari imefika. Bahati nzuri, mlango huo pia ulikuwa sugu kwa risasi. Muda mfupi baadaye, drone nyingine zilifika, zikionyesha wazi kuwa zilikuja kuwaua. Drone zikaanza kudondosha vilipuzi, na mlipuko mkubwa ulivunja vioo vyote. Wakalazimika kutengana. Kijana ajificha ndani ya kabati lisilopenyeza risasi, huku msichana akikimbilia chumba kingine. Lakini drone iligundua mahali kijana alipojificha. Ingawa kabati lilikuwa imara, mlipuko mkubwa uliharibu kabati. Katika wakati wa hatari, msichana alitokea akiwa na manati na kupiga bawa la drone na kuifanya ipoteze mwelekeo na kuanguka. Kisha akachukua meza na kuivunja drone kabisa. Kijana alikuwa ameganda kwa hofu, hadi msichana alipomwita mara nyingi ndipo akapata fahamu zake. Wote wawili wakachukua mlango wa chama na kuutumia kama kinga wakitoka nje ya chumba. Lakini drone nyingine ikawavamia ghafla na kuwatupa mbali kwa nguvu. Walipodhani ndiyo mwisho wao, mwanamke mmoja alitokea nje ya nyumba na kutumia kifaa cha kuzuia mawimbi kuzima drone zote. Ilionekana wazi alikuwa amekuja kumlinda msichana, lakini alipoingia tu ndani, alilengwa na mshambuliaji wa mbali. Bila kusita, alimkanja msichana kumwondoa njiani na kupokea risasi yeye mwenyewe, akaanguka chini. Silaha yake ikaanguka pembeni. Msichana alijaribu kuichukua, lakini ghafla akakumbuka maneno ya mjomba wake. Kila kona ya chumba ina sehemu ambayo haionekani na sniper. Mara moja akachukua kipande cha kioo kilichovunjika na kukifunga kwenye fiki ya ufuego kwa makini.